Macho yake, rangi ya kahawia iliyochanganyika na kimweko cha dhahabu, yalikuwa dira ya utulivu katika nyumba iliyojaa furaha isiyopimika. Imelda. Jina lililokuja baada ya miaka 21 ya ukimya tasa, miaka ambayo sala zilipaa kama ndege kuelekea mbingu zisizoonekana, zikirudi na majibu yaliyofichika kwenye vilindi vya mioyo iliyosubiri. Mchungaji Elia, kiongozi wa roho za wengi, alikuwa amejifunza kusoma alama za matumaini hata kwenye ukavu wa jangwa. Bi Elina, mwanamke mwenye moyo mkuu na imani isiyoyumba, alikuwa ameshikilia ahadi za maandiko kama hazina yake pekee. Lakini ndani ya kuta zao, licha ya maneno ya faraja waliotoa kwa wengine, kulikuwa na ombwe lisilojaa, swali lisilojibiwa ambalo liliandama kila alfajiri na kila machweo. Kisha, kama umande unaonyesha uhai baada ya usiku mrefu, habari zikaenea. Bi Elina alikuwa mjamzito. Sio tu ujauzito, bali ujauzito baada ya miaka 21. Ilikuwa kama kicheko cha Mungu mwenyewe, tangazo la upendo wake lisilopingika. Siku ambayo Imelda alizaliwa ilikuwa zaidi ya siku, ilikuwa sherehe. Kengele za kanisa ziligonga kwa furaha, sauti yake ikisafiri kwenye vilima na mabonde, ikitangaza muujiza. Watu walitoka kila pembe, kutoka vijiji vya mbali ambako habari zilisafiri kwa miguu na kwa midomo, wakitaka kumwona mtoto huyu ambaye kuzaliwa kwake kulikuwa ushuhuda wa imani isiyoshindwa. Elia, umesikia? Sauti ya Bi Elina ilikuwa tete, macho yake yakimeta kwa machozi ya furaha huku akimshikilia mtoto mchanga mikononi mwake. Ngozi yake laini ilikuwa kama hariri na pumzi yake ndogo ilikuwa wimbo wa uzima mpya. Mchungaji Elia alipiga magoti, akishukuru kwa kimya huku akitazama kiumbe huyu mdogo ambaye alikuwa jibu la sala zao zote. Elina wangu, alisema, sauti yake ikijaa hisia, Mungu ni mwema. Ameitupa aibu yetu mbali. Siku ziligeuka kuwa majuma na majuma kuwa miezi. Nyumba ya mchungaji Elia ilikuwa kitovu cha shukrani na maombi. Wageni walifika kila siku, wakitaka kumwona Imelda, mtoto wa muujiza. Walileta zawadi ndogo ndogo, maneno ya baraka na macho yaliyojaa staajabu. Angalia uzuri wake, mchungaji, alisema Mama Zaina, mzee mwenye hekima kutoka kijiji jirani, akimshika mkono Imelda kwa uangalifu. Anaonekana ametumwa na malaika. Ni baraka ya Bwana, alijibu mchungaji Elia kwa unyenyekevu, akijua kuwa Imelda alikuwa zaidi ya mtoto wao, alikuwa ishara ya matumaini kwa wote waliokuwa wamesubiri kwa muda mrefu. Miaka iliyeyuka kama mvuke hafifu angani, na Imelda akakua, akichanua kama waridi lililotunzwa kwa uangalifu. Chini ya paa la nyumba yao yenye amani, maneno ya hekima ya mchungaji Elia yalikuwa dira yake, na busu la upendo la Bi Elina lilikuwa faraja yake. Walimlea Imelda katika misingi imara ya imani, kama msingi wa nyumba isiyoyumba. Upendo kwa Mungu ulikuwa nguzo, na upendo kwa jirani zake ulikuwa mapambo yake. Uzuri wa Imelda uliokuwa umeanza kama chipukizi sasa ulikuwa umejaa, ukivutia mioyo kama sumaku. Sio tu sura yake iliyochanganya ulaini wa ngozi na mwangaza machoni, bali roho yake safi iliyojaa fadhila. Alikuwa kama nuru hafifu inayovuta wadudu kwenye usiku wa giza. Alipofikisha umri wa miaka 15, Imelda alijiunga na kwaya ya vijana. Alipofungua kinywa kuimba, sauti yake ilikuwa kama hariri laini inayopita kwenye masikio, ikibeba noti za sifa na ibada. Alifunga macho, akainua mikono, mwili wake wote ukionyesha furaha ya kumtumikia Mungu. Mmemwona Imelda anavyoimba? Mama Rehema alimwambia binti yake, Sara, kwa sauti ya kusisitiza. Jifunzeni kutoka kwake. Ni binti mzuri, ana heshima na moyo wake umejaa upendo kwa Bwana.
Upendo wa mchungaji Elia na Bi Elina kwa Imelda ulikuwa dhahiri. Alikuwa hazina yao, tunda la miaka mingi ya subira. Walimtunza kama ndege anayemlinda kinda wake, wakimdekeza kwa maneno matamu na kuhakikisha anapata kila kitu ambacho macho yake yalitazama kwa shauku. Imelda mwanangu, Bi Elina alisema huku akimshika mkono binti yake, wewe ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tunakushukuru kila siku kwa uwepo wako. Mama, Imelda alijibu akimkumbatia mama yake kwa nguvu, nawapenda sana nyinyi wawili. Nisingekuwa hapa leo bila sala zenu na upendo wenu. Miaka miwili ilipita haraka na Imelda akatimiza umri wa miaka 17. Siku ya matokeo ya mtihani wa mwisho wa sekondari ilikuwa imejaa wasiwasi. Alisubiri kwa moyo unaodunda, akishika mikono ya wazazi wake kwa nguvu. Hatimaye barua ilifika. Mchungaji Elia aliifungua kwa mikono inayotetemeka na kuanza kusoma. Kadri alivyosoma, uso wake uliangaza. Imelda, alisema kwa sauti iliyojaa furaha, umefaulu. Umefaulu vizuri sana. Unaweza kwenda chuo kikuu. Imelda alishindwa kujizuia. Aliruka na kumkumbatia baba yake, kisha akamgeukia mama yake, machozi ya furaha yakimtoka. Asante Mungu, Bi Elina alisema huku akimbusu binti yake. Tumebarikiwa sana. Siku hiyo, nyumba ya mchungaji Elia ilijaa wageni waliokuja kuwapongeza. Kulikuwa na vicheko, maneno ya faraja na matarajio makubwa kwa maisha mapya ya Imelda chuoni. Sasa, binti yetu, mchungaji Elia alisema huku akimtazama Imelda kwa fahari, safari nyingine inaanza. Tunakuamini na tunajua utafanya mambo makubwa. Siku iliyofuata, barua kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam ilifika. Imelda aliishika kwa mikono inayotetemeka, kisha akaikimbilia sebuleni ambako wazazi wake walikuwa wanasubiri kwa hamu. Alipowaonyesha barua hiyo, macho yake yaling'aa kwa furaha. Baba, mama, alisema kwa sauti iliyojaa msisimko. Nimechaguliwa. Nimechaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mwanangu, Bi Elina alisema akifuta chozi la furaha lililokuwa likimtoka. Tunajua utafanya vizuri. Mchungaji Elia alimsogelea Imelda akamkumbatia kwa nguvu. Hongera sana, binti yangu. Hii ni ndoto ya kila mwanafunzi nchini. Tunajivunia sana wewe. Sijui niseme nini, Imelda alisema akitabasamu kwa furaha, ila nina furaha sana. Asante kwa kunilea na kuniunga mkono kila wakati. Siku zilipita haraka na ilikuwa usiku mmoja kabla ya Imelda kuondoka kuelekea Dar es Salaam. Baada ya chakula cha jioni, mchungaji Elia alimuita Imelda kwenye studio yake. Alimkaribisha aketi kwenye kiti kilichokuwa mbele ya meza yake. Imelda mwanangu, alianza baba yake, sauti yake ikiwa tulivu lakini yenye uzito, kesho unaanza safari mpya. Safari ya kujitafuta, safari ya elimu na safari ya kuwa mtu mzima. Nakumbuka siku uliozaliwa, ilikuwa kama muujiza. Na sasa unakwenda kuandika sura nyingine ya maisha yako. Alisimama na kumshika mikono Imelda. Chuo ni mahali pazuri pa kujifunza, kukutana na watu wapya na kupanua upeo wako. Lakini pia ni mahali penye changamoto. Utakutana na watu wenye mitazamo tofauti, wengine wema na wengine wasiofaa. Nakusihi, mwanangu, kuwa makini na marafiki unaochagua. Kumbuka malezi uliopewa. Usisahau kamwe maadili ya dini yetu na heshima kwa watu wote. Alimtazama machoni kwa upendo. Elimu ni nguvu, Imelda, lakini busara ndio ufunguo wa kuitumia vizuri nguvu hiyo. Sikiliza akili yako, lakini pia sikiliza moyo wako. Fanya kile ambacho ni sahihi, hata kama ni vigumu. Na kamwe usisite kumwomba Mungu msaada na uongozi. Baada ya muda, Bi Elina aliingia chumbani. Alimsogelea Imelda na kumkumbatia kwa upendo.
Mwanangu mpendwa, alianza mama yake, sauti yake ikiwa laini, kesho utakuwa mbali nasi kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu. Moyo wangu utakuwa nawe kila wakati. Nakutakia kila la kheri katika masomo yako. Fanya bidii, timiza malengo yako na usituangushe. Alishika uso wa Imelda mikononi mwake. Lakini zaidi ya yote, mwanangu, jilinde. Dunia ina mambo mengi, mazuri na mabaya. Usijiingize kwenye makundi mabaya ambayo yanaweza kukupoteza njia. Kuwa mwangalifu na watu unaowaamini. Kumbuka, wewe ni binti wa mchungaji, umelelewa katika maadili mema. Usiyavunje kamwe. Alimtazama kwa machozi machoni. Tunakuamini, Imelda. Tunajua utakuwa balozi mwema wa familia yetu na wa imani yetu. Lakini usisahau kamwe kurudi nyumbani. Hapa ndio kwako na tunakupenda sana. Imelda aliwakumbatia wazazi wake kwa zamu, akihisi uzito wa maneno yao moyoni mwake. Aliahidi kuwa atayakumbuka daima na kuyafanya kuwa mwongozo wake katika maisha yake mapya ya chuo kikuu. Baada ya maneno hayo mazito, Bi Elina alishindwa kujizuia. Machozi yalianza kumtoka, yakitiririka kwa kasi kwenye mashavu yake. "Oh, mwanangu," alisema kwa sauti iliyokwama, "bado wewe ni mdogo sana. Je, utaweza kweli kukaa mbali nasi? Dunia ni kubwa na ina mambo mengi he." Mchungaji Elia alimweka mkono begani mkewe kwa upole. "Elina," alisema kwa sauti ya kumtuliza, "usilie mke wangu. Tunapaswa kumwombea Imelda kheri na safari njema. Kulia kwetu ni sawa na kukata tamaa kabla hajaanza. Tuamini kuwa Mungu atakuwa naye." Imelda alimsogelea mama yake na kumkumbatia kwa nguvu. "Mama," alisema kwa sauti ya kumfariji, "chuo kipo hapa hapa Dar es Salaam. Siko mbali sana. Nitakuwa narudi kuwatazama kila mara niwezapo. Usiwe na wasiwasi, mama. Nitakuwa sawa." Bi Elina alijitahidi kujikaza. Alifuta machozi yake kwa kitambaa na kumtazama binti yake kwa upendo. "Sawa mwanangu. Naamini utakuwa sawa. Nenda kwa amani." Kesho yake Imelda alikuwa tayari kwa safari. Alibeba begi lake na kuagana na wazazi wake kwa kumbatio refu. Walimsindikiza hadi kwenye gari lililokuwa linamsubiri. Safari kuelekea chuo kikuu cha Dar es Salaam ilikuwa fupi lakini ilijaa msisimko. Alipofika kwenye geti kuu, alishangaa ukubwa wa eneo la chuo. Majengo marefu yaliyopakwa rangi mbalimbali yalionekana kusimama kwa fahari, yakishuhudia historia ndefu ya elimu. Barabara zilizotengenezwa vizuri zilipita katikati ya bustani zilizopandwa miti mikubwa na maua yenye rangi za kuvutia. Imelda alishusha pumzi akiduaa. Mazingira yalikuwa tulivu, hewa safi iliyochanganyika na harufu ya majani na udongo. Aliona wanafunzi wengi wakitembea kwa makundi, wengine wakisoma chini ya miti na wengine wakizungumza kwa furaha. Ilikuwa kama mji mdogo ndani ya jiji. Gari lilimsafirisha hadi kwenye mabweni ya wasichana. Alishuka na kutazama jengo refu lililosimama mbele yake. Baada ya kujisajili na kupata maelekezo, aliongozwa hadi kwenye chumba chake. Ilikuwa chumba kidogo lakini safi, chenye vitanda viwili, meza na kabati. Dirisha lilikuwa linatazama bustani nzuri iliyojaa miti ya mikorosho. Imelda alitulia kwenye kitanda chake, akitazama mazingira mapya. Alihisi mchanganyiko wa msisimko na hofu, lakini zaidi ya yote alihisi amani. Mazingira ya chuo yalikuwa tulivu na yenye utulivu, tofauti na kelele za jiji alizozoea. Alijua moyoni mwake kuwa hapa ndipo mahali ambapo angeanza sura mpya ya maisha yake. Kila alfajiri ilipoanza kuchomoza, Imelda angekuwa tayari ameshashika kitabu chake na tayari akiwa darasani, macho yake yakiyatazama kwa umakini na kuzingatia masomo yake. Chumba chake kidogo cha mabweni kilikuwa kimbilio lake. Kuta zake zilikuwa kimya, zikitoa nafasi kwa akili yake kutafakari kwa kina dhana ngumu za sayansi. Wakati wanafunzi wengine wangepiga kelele wakijiandaa kwa siku au kukimbilia maktaba kwa vikao vya kusoma vya dakika za mwisho, Imelda alipendelea utulivu wa chumba chake.
Hapa mawazo yake hayakukatizwa na angeweza kuzama kabisa katika ulimwengu wa biolojia, ulimwengu uliomvutia kwa utata wake na maajabu yake. Hata hivyo, upweke wake haukuwa kamili. Kila Jumapili, Imelda angevalia nguo zake nadhifu na kuelekea kwenye kanisa lililokuwa karibu na chuo. Huko angejiunga na kwaya, sauti yake laini ikichanganyika na sauti nyingine katika wimbo wa sifa. Akiimba, aibu yake ingeyeyuka, nafsi yake ikijazwa na furaha isiyoelezeka. Ilikuwa kama anazungumza na Mungu moja kwa moja kupitia noti za muziki. Baada ya ibada angekaa kwa muda akizungumza kwa upole na washirika wengine, lakini mara nyingi angeishia kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Jioni nyingi baada ya masomo na kwaya, Imelda angechukua Biblia yake. Kurasa zake zilizochakaa zilikuwa zimejaa alama na mistari iliyopigiwa mstari. Alisoma kwa utulivu, akitafakari juu ya maneno ya hekima na faraja. Ilikuwa kama anazungumza na wazazi wake, akipokea mwongozo wao hata walipokuwa mbali. Imani yake ilikuwa nguzo yake, kitu kilichomfanya imara katika mazingira haya mapya na wakati mwingine ya kutatanisha. Wakati wenzake wangetumia muda wao wa ziada wakishirikiana, wakijadili masomo kwenye ukumbi wa mabweni au wakishiriki katika shughuli za kijamii, Imelda alipendelea utulivu wa chumba chake. Hata alipohudhuria mihadhara ya ziada angekaa kimya, akisikiliza kwa makini lakini mara chache akichangia. Imelda, kwa nini unapenda kukaa peke yako sana? Neema, msichana mchangamfu na mwenye urafiki kutoka chumba jirani, alimuuliza siku moja alipomkuta Imelda akisoma nje ya mlango wake. Imelda alishtuka kidogo, akifunga Biblia yake kwa haraka. Samahani, Neema. Sikujua ulikuwa hapo. Sauti yake ilikuwa ya chini na ya aibu. Neema alitabasamu kwa upole. Ni sawa. Lakini unakosa mengi kwa kujifungia ndani kila wakati. Kuna maisha mengi hapa chuoni. Tunaweza kwenda maktaba pamoja au labda tukanywa kahawa kwenye kantini. Imelda alifikiria kwa muda. Wazo la kuwa na Neema lilikuwa la kuvutia, lakini pia lilimwogopesha kidogo. Asante kwa kunikaribisha, Neema. Lakini nina mengi ya kusoma kwa sasa. Neema alimtazama kwa muda, akisoma wasiwasi machoni mwake. Sawa, Imelda. Lakini ukibadilisha mawazo, unajua ninapopatikana. Aliondoka, akimwacha Imelda akihisi mchanganyiko wa upweke na utulivu. Siku moja katika kwaya, kiongozi wa kwaya, Bwana Mapenzi, alimwomba Imelda kuimba solo. Moyo wa Imelda ulianza kudunda kwa nguvu. Hakuwahi kuimba peke yake mbele ya watu wengi. Samahani, Bwana Mapenzi, alisema kwa sauti karibu na kunong'ona, siwezi. Bwana Mapenzi alimtazama kwa upole. Imelda, nimegundua kipaji chako. Sauti yako ni ya kipekee, inagusa roho. Tafadhali, tupe baraka ya kuisikia. Wanakwaya wengine walianza kumtia moyo kwa maneno ya upole. Imelda alihisi joto la ushirika wao, lakini hofu bado ilikuwa imemshika. Alitazama juu, akifunga macho kwa muda mfupi, akitafuta nguvu kutoka kwa imani yake. Alipofungua macho, kulikuwa na utulivu ndani yake. Alivuta pumzi ndefu na kukubali kwa sauti ya chini, sawa, Bwana Mapenzi. Nitaimba. Muziki ulipoanza, Imelda alifunga macho yake tena. Sauti yake ilianza taratibu, kama kijito kidogo kinachotiririka, lakini polepole iliongezeka, ikajaa ukumbi wote kwa noti za sifa na ibada. Ilikuwa kama roho yake ilikuwa inazungumza, ikielezea hisia ambazo maneno pekee hayakuweza kuelezea. Wakati wimbo ulipomalizika, ukumbi mzima ulibaki kimya kwa muda, kisha ukajaa makofi ya shauku.
Imelda alifungua macho yake, akishangaa kuona watu wengi wameng'aa machozi. Bwana Mapenzi alikuwa akitabasamu kwa fahari. Ulikuwa mzuri sana, Imelda alisema kwa sauti iliyojaa hisia. Umetubariki sote. Baada ya hapo, watu walianza kumtazama Imelda kwa jicho tofauti. Sio tu kama msichana mpole na mwenye aibu, bali kama mtu mwenye kipaji cha kipekee. Wengine walianza kumkaribia, wakitaka kuzungumza naye, kumpongeza na kujua zaidi kuhusu yeye. Lakini licha ya sifa hizi, Imelda bado alipendelea utulivu wake. Angefurahia mazungumzo mafupi, lakini angejisikia vizuri zaidi akiwa peke yake na vitabu vyake. Umaarufu wake mdogo haukumbadilisha. Bado alikuwa Imelda yule yule, binti wa mchungaji, ambaye moyo wake ulikuwa umejikita katika imani na elimu. Hata hivyo, tukio hilo la kuimba solo lilikuwa kama mbegu ndogo iliyopandwa ndani yake. Ilianza kumfanya ajifikirie yeye mwenyewe kwa njia tofauti. Labda alikuwa na uwezo zaidi ya ule aliouona mwenyewe. Labda aibu yake ilikuwa kama pazia lililokuwa linazuia nuru yake kung'aa. Maisha chuoni yaliendelea, yakileta changamoto zake ndogo ndogo na mafanikio yake ya kimya kimya. Imelda aliendelea na masomo yake kwa bidii, akifanya vizuri katika mitihani yake. Aliendelea kuhudhuria kanisa na kuimba kwenye kwaya, ingawa sasa kwa ujasiri zaidi. Na kila usiku, angerudi kwenye chumba chake kidogo, akifungua Biblia yake na kutafuta mwongozo na faraja katika maneno yake. Chumba cha Imelda katika mabweni kilikuwa kishirikishi, akipanga nafasi hiyo ndogo na wasichana wawili wengine, Eliza na Lilian. Tofauti na Imelda, hawa wawili walionekana kuzaliwa wakiwa wameifahamu ramani ya chuo na mikakati yake yote. Ingawa wote walikuwa mwaka wa kwanza, walijiamini na walikuwa na marafiki wengi tayari. Walimwangalia Imelda kwa mchanganyiko wa heshima na mshangao, wakimpachika jina la utani la Mama Mtakatifu kutokana na unyenyekevu wake na kujitolea kwake kwa mambo ya kiroho. Lakini Mama Mtakatifu wao alikuwa na siri ambayo hawakuijua, au labda walichagua kuipuuza. Mara tu jua lilipoanza kuzama na giza likaanza kuenea nje ya madirisha yao, Eliza na Lilian wangebadilika. Mavazi yao ya kawaida ya mchana yangepishwa na nguo fupi, zinazovutia, zilizopambwa kwa kung'aa na ujasiri. Manukato yao yangebadilika kutoka harufu nyepesi ya sabuni hadi harufu nzito na ya kuvutia. Walikuwa wakijiandaa kwa safari zao za usiku. Klabu za usiku zilikuwa ulimwengu wao. Muziki wa dansi uliojaa nguvu, taa zinazometa, na vinywaji vilivyochanganywa kwa ustadi vilikuwa sehemu yao ya starehe. Huko, walijumuika na wanaume mbalimbali, sio mmoja au wawili, bali kundi la wanaume ambao walionekana kuwa tayari kuwapa chochote walichotaka. Eliza na Lilian hawakusita kutumia charm yao na walikuwa wazi kuhusu kutegemea wanaume hao kwa msaada wa kifedha na zawadi. Kila waliporudi kwenye mabweni alfajiri, wangekuja na mifuko ya zawadi, nguo mpya, viatu vya gharama kubwa, vipodozi vya kifahari. Wangemringishia Imelda kwa unyonge, wakimwonyesha vitu vyao vipya kwa majivuno. Imelda angewatazama tu, macho yake yakiwa hayana hisia, lakini moyoni mwake akijiuliza kuhusu maisha haya ya anasa ya muda mfupi. Imelda, mbona unakuwa mshamba hivi? Lilian alimuuliza siku moja, akipaka lipstick nyekundu mbele ya kioo. Maisha ni mafupi. Unapaswa kufurahia wakati wako. Huku chuo ni sehemu ya kujivinjari pia, sio kusoma tu. Ndiyo, Mama Mtakatifu, Eliza aliongeza, akicheka huku akivuta koti lake fupi la ngozi. Acha kujifanya bibi harusi ambaye hajui dunia. Njoo nasi klabu usiku mmoja.
Utajionea mwenyewe raha yake. Imelda aliwatazama. Sidhani kama klabu ni mahali pangu, alijibu kwa sauti ya upole. Ninafurahia kusoma na kwenda kanisani. Unakosa mengi sana, Lilian alisema kwa msisitizo. Maisha ni zaidi ya vitabu na sala. Ni kuhusu kujifurahisha, kukutana na watu, kupata vitu vizuri. Alitingisha mkoba wake mpya wa ngozi. Hii hapa zawadi kutoka kwa mpenzi yangu mpya. Eliza alicheka tena. Usijali mama mtakatifu. Siku moja utaamka na kugundua kuwa maisha yanapaswa kuishiwa kikamilifu. Imelda, unajua wewe bado ni binti mdogo sana, Lilian alianza, akimzunguka Imelda kwa macho yake yaliyopambwa kwa ufundi. Lakini unaishi maisha ya kizee, maisha ambayo hata wazazi wako hawajaishi. Si umesema wazazi wako walikuzaa wakiwa watu wazima sana? Huenda huko nyuma kila mtu aliishi ujana wake kwa namna yake. Acha ushamba wewe, furahia maisha yako sasa hivi. Imelda alimtazama Lilian kwa utulivu. Hapana Lilian. Mimi siwezi kuwa kama nyinyi. Kwanza naanzaje? Siwezi kabisa. Na hata hivyo, nina furaha sana kumtumikia Mungu wangu. Hajawahi kuniacha mpweke, ninafurahia maisha yangu. Eliza alimsogelea akimchunguza kwa karibu. Unafurahia maisha au unaruka hatua za ukuaji? Wewe ukifika umri wa uzee utasumbua watu sana na utakuwa mzee wa hovyo. Kwa nini usifurahie muda wako sasa hivi? Tafuta mabwana hata wawili, watu wazima, na kijana mmoja wa kuuzia sura ambaye utawaambia watu kwamba ndio boyfriend wako na sio kukaa kama mzee. Lilian akadakia kwa haraka akijigamba. Unatuona sisi hapa? Mimi hapa nina mabwana zangu 5, sina shida ndogo ndogo, na kamwe siwezi kumsumbua baba yangu kwa pesa ya matumizi yangu. Zaidi ya ada, kila kitu natoa kwa mabwana zangu. Hao ni mabwana masuga daddy, na bado kuna boyfriend wangu. Huyo sasa ndio ambaye anaumiliki moyo wangu, nampenda na yeye pia ananipenda, tunadekezana. Hata kama baadaye tukiachana, kwangu mimi sio shida kwa sababu tayari nimefurahia uwepo wake maishani mwangu. Imelda alimtazama bila kuamini, akitetemeka kidogo. Wewe, mbona maisha yako ni magumu hivyo? Wanaume 5 wote kwa sababu tu ya kipato? Hapana. Nadhani nyinyi wawili mnahitaji msaada. Mnafaa kwenda nami kanisani ili muokoke, si ndio? Ona kila usiku mnavaa mavazi ya ajabu ajabu ambayo sio salama kwenu, na mnaenda kwenye maparty ya usiku na disco, sio salama bado. Kama mpo tayari, semeni, nitawapeleka kwa mchungaji mkaombewe ili muokoke. Lilian na Eliza walimcheka sana Imelda, wakishikana matumbo kwa kicheko. Ama kweli, sikio la kufa halisikii dawa, Eliza alisema huku akifuta machozi ya kicheko. Kwa nini tuokoke? Kwani nani kakwambia sisi wawili tunataka kumtumikia Bwana? Ebu tuache muda wetu wa kufanya hivyo bado, tutaokoka muda ukifika. Kwa sasa acha tufurahie ujana wetu. Sawa, haina shida, Imelda alisema kwa unyenyekevu, ingawa alihisi huzuni kidogo mioyoni mwake kwa ajili yao. Na kweli, muda mfupi baadaye, Eliza na Lilian walikuwa wamevaa nguo zao fupi na za kuvutia, tayari kwa safari yao ya usiku kuelekea kwenye disco lililojaa kelele na mwanga hafifu. Walimpa Imelda tabasamu la dharau walipokuwa wakitoka, wakimwacha amekaa kwenye kitanda chake, akifungua Biblia yake kwa utulivu. Imelda alisoma kwa kina, akitafuta faraja na mwongozo katika maneno ya maandiko.
Alisikitika kwa ajili ya rafiki zake, akihisi kuwa walikuwa wakipotea katika njia ambayo haikuwapeleka kwenye furaha ya kweli. Lakini alijua hakuweza kuwalazimisha kuona kile alichoamini. Kila mtu alipaswa kutembea katika safari yake mwenyewe. Wakati muziki wa bass uliokuwa ukisikika kutoka mbali ulipenya kuta za mabweni, Imelda aliendelea kusoma, akijaribu kuzingatia maneno yaliyokuwa mbele yake. Lakini moyoni mwake kulikuwa na huzuni isiyoelezeka. Alijiuliza ni nini kitatokea kwa Eliza na Lilian mwishoni mwa njia yao. Je, wangepata furaha ya kweli katika maisha ya anasa ya muda mfupi, au wangeishia kujuta kwa uchaguzi wao? Swali hilo lilibaki bila majibu, likining'inia hewani kama moshi hafifu. Imelda aliweza tu kuomba kwa ajili yao, akitumaini kwamba siku moja wangeona nuru ambayo yeye alikuwa ameiona. Lakini kwa usiku huo, walikuwa wamechagua giza na yeye alibaki kwenye mwanga wake pekee. Mwaka wa pili wa masomo ya Imelda chuoni ulikuwa na sura mpya. Siku moja, akiwa anatoka kwenye maktaba, alisimamishwa na sauti ya kiume yenye upole. Alipogeuka, alikutana na macho ya kijana mtanashati sana, mwenye tabasamu lililoweza kuyeyusha barafu. Jina lake lilikuwa William. William alisimama kwa kujiamini lakini kwa heshima, akianza kwa maneno ambayo yalimfanya moyo wa Imelda udunde kwa kasi. Alimwambia kuwa alikuwa akimvutia kwa muda mrefu, akipenda utulivu wake na nuru iliyokuwa ikimeta machoni mwake. Imelda alihisi joto likipanda mashavuni mwake. Ingawa alikuwa amejitunza na kuepuka sana mwingiliano wa kimapenzi, kulikuwa na kitu kuhusu William ambacho kiligusa moyo wake. Alikuwa na wasiwasi, lakini wakati huo huo, alikiri kuwa hata yeye alikuwa amemwona William mara kadhaa na kujikuta akivutiwa naye. Baada ya mazungumzo machache zaidi ambayo yalijaa aibu na tabasamu za siri, walikubaliana kukutana tena. Na hivyo ndivyo uhusiano wao ulianza. William, ambaye alikuwa mwaka wa 3, alimjali Imelda kwa dhati. Alikuwa akimheshimu na kuthamini maoni yake, na hakuwahi kumfanya ahisi duni kwa kuwa mdogo kiumri au kuwa mwaka wa pili. Mambo ambayo William alimfanyia Imelda yalikuwa kama ndoto. Alipenda kutembea naye kwenye bustani za chuo wakati wa machweo, wakishikana mikono kwa upole na kuzungumza kwa sauti ya chini kuhusu matumaini yao na ndoto zao. Alimpenda kumtoa kwa ajili ya kula chakula cha mchana au jioni kwenye migahawa midogo ya kupendeza karibu na chuo. Na zaidi ya yote, William alikuwa akipenda kumpa zawadi ndogo ndogo lakini zenye maana, kitabu ambacho alijua Imelda angekipenda, ua moja lililotolewa kwa upendo, au hata kadi iliyoandikwa kwa maneno matamu. Imelda alikuwa na furaha isiyo kifani. Alijihisi amependwa na kuthaminiwa kwa jinsi alivyo. William alikuwa ameingia kwenye maisha yake kama nuru, akiondoa giza la upweke ambalo wakati mwingine alilihisi. Haikuwa siri kwa muda mrefu. Lilian na Eliza, ambao walikuwa na macho ya kuona kila kitu kinachoendelea kwenye mabweni, hivi karibuni waligundua kuhusu uhusiano mpya wa Imelda. Siku moja walipomkuta akitabasamu peke yake chumbani, walianza kumchokonoa. "Wacha we," Lilian alisema kwa mshangao uliodramatizwa. "Mama mtakatifu yupo penzini jamani. Nyie mapenzi haya." Eliza alicheka kwa sauti kubwa. "Si tuliwaambia siku moja utaamka? Angalia sasa, umetekwa." Imelda alicheka kwa aibu, akificha uso wake kwa mikono yake. Hakutegemea kama William angeweza kuuteka moyo wake kwa kasi kiasi hicho. Lilian alimsogelea na kumweka mkono begani. "Huna haja ya kuwa na aibu bwana. Hii hutokea kwa kila mtu."
Kwa sasa wewe ni mtu mzima, ujue, una haki ya kuchagua kipenda roho chako. Jamani, nahisi aibu mwenzenu, Imelda alisema kwa sauti ya chini. Nampenda kweli, lakini nina aibu sana. Eliza alitabasamu kwa upole. Aibu ya nini? Ni jambo zuri kuwa na mtu unayempenda na anayekupenda. Furahia, Imelda. Umestahili furaha hii. Maneno ya marafiki zake, licha ya kejeli zao za awali, yalimfanya Imelda ajisikie vizuri zaidi. Labda haikuwa vibaya kuwa na hisia hizi. Labda ilikuwa sehemu ya kuwa binadamu, sehemu ya kukua na kujifunza kuhusu maisha. Na kwa William kando yake, alihisi yuko tayari kukabiliana na chochote ambacho maisha yangeweza kumletea. Upendo wao ulikuwa kama ua dogo lililoanza kuchipua katika bustani ya maisha yake, likiahidi uzuri na harufu nzuri katika siku zijazo. Siku zilienda kasi na penzi kati ya Imelda na William lilikuwa na kushamiri. Walifurahia kuwa pamoja, kila mmoja akimjaza mwenzake furaha na amani. Lakini kadri muda ulivyosonga, William alianza kuhisi hamu kubwa ya kuwa karibu zaidi na Imelda kimwili. Siku moja, akiwa wamekaa kwenye bustani yao wanayopenda, alishindwa kujizuia. Imelda wangu, alianza William, sauti yake ikiwa imejawa na hisia na kupenda sana. Na kadri siku zinavyopita, nahisi hamu kubwa ya kuwa karibu nawe kwa kila njia. Natamani unifikie haja zangu kama mwanaume. Imelda alishtuka kidogo. Alimtazama William machoni, akisoma tamaa na upendo uliokuwa humo. Naye pia alikuwa akimpenda, na kulikuwa na wakati ambapo alihisi hamu ya kuwa karibu naye zaidi. Lakini kulikuwa na mstari ambao hakuwa tayari kuvuka. William, alijibu kwa sauti ya upole lakini thabiti, na kupenda pia. Lakini kile unachoomba siwezi. Bado ni mapema sana. William alionekana kuvunjika moyo kidogo. Lakini mimi ni mpenzi wako, Imelda. Si tunapendana? Ni kweli tunapendana, Imelda alisisitiza. Lakini unachoomba wewe ni tendo la ndoa na sio tendo la mapenzi tu. Nimelelewa katika imani inayoheshimu utakatifu wa ndoa. Tafadhali subiri. Si mbali, William. Nitamaliza chuo na tutafunga ndoa. Kisha kila mmoja atamfurahia mwenzake bila hofu au dhambi. Siku hiyo, William hakubishana naye sana. Alionekana kukubali kwa shingo upande. Lakini baadaye, alipokuwa akimpeleka Imelda kwenye mabweni, alisema tena, Imelda, mimi ni mwanaume. Nina hisia zangu. Sitaki kukusaliti kwa mwanamke mwingine. Nataka kuwa na wewe, nataka penzi lako lote. Imelda alimshika mkono kwa upole. Tafadhali, William. Nivumilie. Naomba unielewe. Aliporudi chumbani kwao, Imelda alijisikia mpweke na mwenye huzuni. Aliumia kwa kuona hawezi kumpa furaha kamili mpenzi wake. Lakini kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa, kwa upande wake, ilikuwa dhambi kubwa. Alitamani William angelewa msimamo wake, misingi yake ya imani ambayo ilikuwa sehemu muhimu ya maisha yake. Alikaa kitandani kwake, akishika Biblia yake kwa mikono yote miwili. Alifungua ukurasa nasibu na kuanza kusoma, akitafuta faraja na mwongozo. Maneno yalionekana kuwa magumu kueleweka, akili yake ikiwa imejawa na mawazo kuhusu William na ombi lake. Eliza na Lilian walipoingia chumbani baadaye, walimkuta Imelda akiwa amekaa kimya, uso wake ukiwa umejaa huzuni. Walibadilishana mawazo, wakijua kuwa kuna kitu kilikuwa kinamsumbua. Vipi, mama mtakatifu? Lilian alimuuliza kwa sauti ya upole. Unaonekana kuwa na mawazo mengi. Imelda aliwatazama. Kwa kawaida angefunga siri zake moyoni, lakini usiku huu alihisi hitaji la kuzungumza na mtu.
Labda licha ya tofauti zao, Eliza na Lilian wangeweza kumwelewa kwa namna fulani. William aliniomba tufanye tendo lile, alisema kwa sauti ya chini, akishindwa kumalizia sentensi. Eliza na Lilian walitazamana kwa muda. Kisha Lilian alimwendea na kumweka mkono begani. Imelda, ni jambo la kawaida katika uhusiano. Mnapendana, ni kawaida kwa hisia hizo kujitokeza. Lakini si sahihi kufanya hivyo kabla ya ndoa, Imelda alisisitiza, macho yake yakiwa yamejaa wasiwasi. Ni dhambi. Eliza alikaa karibu naye. Sikiliza Imelda. Tunaheshimu imani yako. Lakini William anakupenda na wewe unampenda. Labda mnaweza kupata njia ya kuonyeshana mapenzi bila kuvuka mstari mlioweka. Lakini yeye anataka zaidi, Imelda alisema kwa huzuni. Na ninaogopa kwamba kama sitakubali, anaweza kukata tamaa na kuniacha. Lilian alimtazama kwa huruma. William akakupenda kweli, ataheshimu msimamo wako. Na kama hawezi, basi labda hakuwa mtu sahihi kwako tangu mwanzo. Maneno yao yalimpa Imelda faraja kidogo. Walikuwa tofauti sana, lakini wakati huu walikuwa wanamuunga mkono. Alishukuru kwa hilo. Lakini bado alibaki na huzuni moyoni, akitamani William amuelewe na kuheshimu imani yake. Na aliogopa sana kuhusu hatima ya uhusiano wao. Siku zilivyozidi kwenda, uhusiano wa Imelda na William ulianza kulegalega. William alionekana kuzidiwa na tamaa zake. Siku moja alimkabili Imelda kwa hasira iliyokuwa imefichika kwa muda mrefu. Imelda, nimechoka, alisema kwa sauti iliyojaa kukata tamaa. Wewe ni mwanamke gani usiyejali hisia zangu? Unataka nifanyeje? Sijazoea kuwa na uhusiano zaidi na mtu mmoja. Imelda alimtazama kwa mshangao na huzuni. Lakini William, mimi siwezi kufanya hivyo bila ndoa. Misingi yangu ya kiimani ni mikali sana. Kama ni busu, tayari umenibusu. Kwa nini usisubiri kwa miaka kadhaa? William alitikisa kichwa kwa kukata tamaa. Nimeshindwa, Imelda. Na samahani sana kwa kukuambia hili, lakini siwezi kuishi hivi na mwanamke. Nakupenda sana kwa wakati huu, lakini itabidi nikusahau kwa namna yoyote ile. Kwa heri. Maneno yake yalimchoma Imelda kama kisu. Unamaanisha nini? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka. Unamaanisha kuniacha? William hakutaka kumsikiliza wala kumjibu tena. Aligeuka na kuondoka, akimwacha Imelda amesimama pale, akishindwa kuamini kile kilichokuwa kimetokea. Subiri kwanza, William. Imelda aliita kwa uchungu. Mimi nakupenda. William alisimama kwa muda, mgongo wake ukiwa umemgeuzia, kisha akasema bila kumtazama, sihitaji tena mapenzi yako ya mdomoni. Na akaendelea na safari yake, akimwacha Imelda amesimama peke yake. Baada ya muda, Imelda alirudi chumbani kwake, miguu yake ikiwa inalegea. Alijitupa kitandani na kuanza kulia kwa nguvu, akishindwa kuamini kama William alikuwa amemwacha kweli. Hivi William ameniacha kweli? Hata siamini kama kaniacha. Mimi nilikuwa mwanamke mzuri tu kwake. Mbona? Akiwa analia kwa uchungu, Eliza na Lilian waliingia chumbani. Walipomwona katika hali ile, walimsogelea haraka na kumfariji, wakimkumbatia na kumwambia awe sawa.